muingie kwenye dunia ya kazi, ndugu zetu wahitimu, mkiwa na moyo wa uadilifu, uzalendo na ubunifu. Taifa linawategemea. Tunahitaji wataalamu wanaoweza kutumia elimu kwa manufaa ya wote na wala si maslahi binafsi. Mkatumie taaluma zenu kwa weledi, uadilifu na mfuate sheria. Mwepuke mambo ya rushwa, mambo mengine yote ya ufisadi. Lakini juu ya yote, vijana, mtunze amani ya nchi. Hii ya nchi ilipofika hapa imetunzwa sana na waasisi wetu, na sisi tuendelee hivyo. Msidanganywe kwamba nyinyi ni kizazi ambacho hakisikii wakubwa, hakina heshima, kinajemlea mambo yao, ni kizazi cha fujo. Hiyo sio kweli. Hizo ni mbinu chafu za mabeberu kuwadanganya, mkiamini kuwa nyinyi ni jeshi lingine jipya ambalo sio rasmi, ambalo linafanya mambo kiholela. Kwa hiyo vijana, jebusheni na yale maneno kwamba ni generation Z, sijui generation ya fujo. Nyinyi ni watu ambao mmelelewa vizuri, mtakuwa muwe waadilifu, muwe na heshima, muwe na utii kwa wakubwa zenu. Msidanganyike kwamba nyinyi ni watu tofauti na hiyo. Tunavyoangalia leo mlivyo hapa, tunaona nyinyi ni watoto, ni vijana ambao mmelelewa na mmepata matunzo mazuri kutoka kwa wazazi wenu, lakini vile kutoka kwa walimu wenu huko mlikosoma na kwa wakufunzi wenu hapa. Kwa hiyo tunzeni heshima hiyo, muwe na uadilifu na utii, heshima kwa taifa lenu. Ni jukumu lenu kwenda kushirikiana na jamii kutatua changamoto katika sekta hii kwa namna mbalimbali. Whether umepata ajira moja kwa moja ya serikali, whether hujapata ajira, tunaamini mnao ujuzi, tutakwenda kujiandaa vizuri. Serikali inatoa fedha kupitia mikopo mbalimbali. Kama hujapata ajira moja kwa moja, basi ni wajibu wako kujiunda, kutumia taaluma uliyopata katika vikundi mbalimbali, katika mianya mbalimbali ya mikopo ambayo inatolewa, ili muweze kupata fedha, kuanzisha kampuni mbalimbali ambazo zitakwenda kushirikiana na jamii kwa ujumla wake kutatua changamoto katika jamii nzima ambayo. Aidha, msisahau kujiendeleza kimasomo katika fani mlizozisomea pamoja na maeneo mengine ili kujinoa kiweledi na kuweza kuendana na mabadiliko ya mara kwa mara ya sayansi na teknolojia yanayotokea. Taifa linawategemea.